Karibu katika kituo cha mafuta cha State Oil. Tunapatikana nchi nzima. Karibu tukuhudumie. Huduma yetu inapatikana masaa 24. Unaweza ukafanya malipo kwa njia mbili. Njia ya kwanza kwa kutumia kadi na njia nyingine ya pili unaweza ukalipa cash hapo hapo. Anyway, mimi nakufahamu vizuri. Sure. Na lakini kuna kizazi cha sasa hivi ambacho kinaweza kama kinasikia tu Bushoke na kinaimba nyimbo zako, lakini kwanza yakimjui vizuri Bushoke. Historia tu kidogo kwanza ya kuzaliwa, ulizaliwa hapa ulizaliwa. Okay. Mimi nimezaliwa hapa Dar es Salaam. Ya nimezaliwa ni Hindu Mandal. Na mamangu ni Manyema. Lakini ameishi Dodoma, yani amekulia naye Dodoma. Kwa hiyo baada hapo na mimi nikaenda Dodoma, akanichukua Dodoma. Kwa hiyo nimekulia pale Dodoma, nimesoma pale shule ya msingi Dodoma. Nimekaa pale Dodoma. Baada hapo mzee wangu alikuwa naye anapiga muziki baada ya muda fulani, kwa hiyo akaenda South Africa. Kahamishia timu moja kwa moja. Kwa hiyo baadaye pia kukaa pale Dodoma, baadaye kwa bahati mbaya mama alifariki. Ya kwa hiyo mama kufariki na siku pale tuko wenyewe. Kwa hiyo baadaye mzee ikabidi aje kutuchukua, kwa hiyo tukaenda South Africa. Ya kwa hiyo wakati mama amefariki ulikuwa wewe ni msanii tayari mkubwa? Hapana, nilikuwa bado sijaanza. Nilikuwa sijaanza kitu chochote. Yani alikuwa anajua tu naweza kuimba madrasa. Kwa sababu yeye mamangu ni Muislam, babangu ni Mkristo. Kwa hiyo nikiwa kwa mama na attend madrasa. Yeah. Kwa hiyo madrasa nilichaguliwa muimbaji pale. Kwa hiyo mama alikuwa anajua tu Yahaya, jina langu la kwa mamangu au la Dodoma kitaani najulikana kama Yahaya. Ya kwa hiyo alikuwa anajua tu Yahaya, anajua kuimba. Yahaya nani? Nilikuwa naitwa Yahaya Isa au Yahaya Adam. Okay. Kuna mzee wangu ambaye ndo alikuwa stepfather wangu kule, kwa nilikuwa natumia jina lake shuleni. Yeah. Lakini jina la mzee la ukoo ni Maximilian Bushoke. Bushoke ni jina la ukoo kabisa. Ni jina la ukoo, familia kabisa Bushoke. Bushoke ni watu wa wapi? Bushoke ni wa Haya. Babangu mimi ni Mhaya, yes, ni wa Bango. Okay. Yes. Sawa. Na birthday yako ni lini? Mimi ni tarehe 4 mwezi wa 8. Tarehe 4 mwezi wa 8. Okay. Ya basi kwa hiyo ikawa anajulikana tu kama anaimba kutoka hapo. Kwa hiyo tukaenda South Africa. South Africa kule tukakaa. Nilikuwa na kakangu anaitwa Ramso wa kwanza, mtoto wa mzee Maxi. Kwa hiyo tukawa tunafanya muziki kule. Baadaye tukiwa tuko shule, yani tulikuwa tuna kitu fulani hivi kuhusu Tanzania na muziki wa Tanzania. Yani hicho kitu sijui yani ni kitu gani wala siwezi kukielezea. Kwa mzee wetu alikuwa anaona ni upumbavu na alikasirika sana kwa sababu kwa sisi tulikuwa tunaona kina maana, kwa mzee wetu ni upumbavu, kwa watu wengine wanaona haikuwa sawa. Kwa sababu kuna kipindi tukashauriana, bwana, kama vipi tuenzetu Tanzania tukafanye muziki. Kwa sababu mzee hataki tuondoke. Yani tuko kule, tunaishi kule, tunasoma. Ambapo South Africa ulienda ukiwa na miaka mingapi? Nilikuwa kama na miaka 16. Yeah. Kwa hiyo kule nilikuwa nasoma mimi na bro wangu Ramso. Kwa hiyo tukaja kuamua, bwana, sometime kama vipi sisi tuenzetu Tanzania. Kwa hapa tukiaga hapa hatuwezi kuruhusiwa, lakini kwa kuwa sisi tunataka kufanya muziki na hapa muziki tunaotaka kufanya sawa, huu hapa tunauelewa, kwa sababu kule tulikuwa tunashiriki kwenye talent search nyingi tu, tunashiriki na tunafanya vizuri, tunatoka wa pili, kuna moja tulitoka wa kwanza Johannesburg, Pretoria. Sunnyside. Yeah. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi hapa Sunnyside. Mama yetu na stepmother wetu anaishi pale, ni mwenyeji wa pale. Kwa hiyo tulikuwa tunashiriki mara nyingi sana. Sehemu nyingine tunaona kabisa hawa wametuibia, yani labda kwa sababu tu wametuona sisi foreigners hapa tulikuwa tumeshinda kabisa, na watu wenyewe wanakuja kutuambia bwana hapa mmeshinda. Umeona? Kwa hiyo tulianza kule, lakini at the end of the day sasa tukifikiria okay, hii tunayofanya ndio hii ni nzuri, kwa sababu kule tunaimba nyimbo za English na chorus mimi napiga za English, bro wangu yeye anachana.
lakini si tunapenda sana kuimba kwa Kiswahili. Sawa, hata japo tukijaribu tunafanya baadhi ya nyimbo, lakini tunaona hatuwezi kuwa successful musicians kwa kufanya Kiswahili ndani ya South Africa. Yani unaweza ukatoa 1 hit 2 hit, lakini sidhani kama tunaweza tukafanya. Hata kama tukifanya, lakini kutakuwa kuna ugumu wake, kwa sababu pia South Africa kuna ile xenophobia ile, ushanielewa? Kuna ile ubaguzi fulani kwamba mtu once tu akishakusikia unaongea lugha nyingine unakuwa umemchange, yani umembadilisha. Hata kama alikuwa anacheka akikusikia tu, yani wewe kama unataka kuudhi watu, ongea English au unataka kuongea lugha yako chini chini kidogo. Ukitaka kuwatoa kwenye mood wa South Africa. Kwa hiyo naona kwa nini tusifanye bongo, na mzee wetu na mama wote wanataka tufanye pale pale, kwa sababu wanaona kabisa hawa jamaa watafika some place. Kwa hiyo kwa nini tusifanye pale, na rafiki zetu pale wanashauri, lakini sisi tukaona twende bongo. Kwa hiyo sometime mimi ndo nilikuwa napewa hela ya kulipa bills. Mama bwana Ruta kalipe bills, fanya hivi. Kwa siku tukakaa na bro wangu tukapanga, bwana kama vipi twende. Lakini tukienda basi inabidi tusubiri mwisho wa mwezi mimi nikipewa hela ya kwenda kulipa bills. Sawa. Kwa hiyo nikapewa hela ya bills ya shule, ya maji, ya nini. Kaambia bwana mjomba, kibunda hiki nikalipe au tunaenda? Bwana kama vipi twenzetu. Kwa sababu yeye Ramson ndio alikuwa anataka sana. Umeona bwana, kwa njia yote nikaona bwana twenzetu. Tukacheki 1 na 2 tukachomoka. Kwa hiyo atakuaga. Tukapiga simu kesho yake, yani kama, kwa sababu siku hiyo tumeondoka tukanyamaza kusema leo tusiongee kitu. Sababu siku hiyo nimepewa ile nikaenda nikalipe, ina maana paka mchana mimi bado na hela na ndo nimetoka nyumbani. Kwa hiyo inabidi siku hiyo twende tukalale hoteli. Ili asubuhi tuchukue gari za kwenda Zambia. Zambia. Kwa hiyo tukaenda tukalala hotel. Kulala hotel, kwa hiyo pale hatukufanya chochote, hatukupiga simu. Kwa hiyo akawa tunajua tu watakuwa na wasiwasi wameenda wapi. Kwa hiyo ilipofika asubuhi tukaenda paka stendi. Kwa hiyo magari yanaondoka saa 12. Kwa wakati sasa tuko kwenye gari pale, ndio tukapiga simu, bwana mama tulikuwa kwenye party. Party ya rafiki zetu shuleni, kwa hiyo tumelala huku, tuliona tusirudi usiku. Kwa hiyo baadaye tutarudi. Sawa. Tuko na wasiwasi, okay. Kwa hiyo poa. Ili tutoa sasa, bado tupo ndani ya pale, kwa sababu akijua wajawa hata wako kwenye basi diize kutuwai. Kwa hiyo tuwatoe wasiwasi. Kwa hiyo tukawatoa wasiwasi hao. Kihatari tunajua, kwa sababu na mzee wetu naye ni mkali, ni mrafiki, lakini kwa kitu kama hicho yani ni kitu ambacho hamna mtu atakipenda. Kwa hiyo sisi tukachomoka mpaka boda. Kila sehemu tunaenda ni tuko wenyewe mimi na Ramso wote. Kwa hiyo twende hapa, tunalala, gari imesimama, tumeenda, tumeshuka Zambia. Tukapanda gari ambalo linafika mpaka haya matako, inafika mpaka Tanzania, Dar es Salaam. Tukaja, yani wakati tunaingia pale boda ya Tanzania tukisikia watu wanaongea Kiswahili yani mpaka unasimka, unaona kweli yani sijui sisi tuko tunataka nini, ushaelewa? Furaha sana. Tukasema okay poa. Kwa hiyo tukaja tukafikia Dar, tukaenda kwa bibi yetu Yombo, tukakaa pale, lakini tulikuwa tunataka sana kwenda Dodoma. Tulikuwa tunataka sana kwenda Dodoma, yani tunasema dai, kwa sababu Dodoma yani kule sio ndo kwa maza. Kwa hiyo kuna feeling fulani. Kwa hiyo tunataka tu tukae kidogo afu twende Dodoma. Kwa hiyo tunaingia Dodoma ile, tukajisikia vizuri sana wenyewe kuanza pale. Sasa kufika Dodoma tukaendelea na mambo pale, lakini akili sasa music. Kwa hiyo tukatengeneza group inaitwa Makole Hexagon. Makole Hexagon pale, ndugu wote hapo, tuko mimi, Ramso, Msaba. Kwa hiyo mimi naimba R&B, jamaa wenyewe wanachana. Tukaanzia hapo. Tukatoa album yetu ya kwanza, tukaipeleka kwa Mamo pale. Watu walituchangia sana album yetu ya kwanza pale Dodoma. Yani tulikuwa tunapita kila nyumba, tulikuwa tunajiamini tunaweza kuimba. Afu tuko faster, yani kwamba mtu akisema imbeni, na si kwanza tunapoenda kumwomba mtu tunajua kabisa hata kabla hajasema sisi tumuimbie pale kwanza. Bwana sisi tunataka kitu fulani afu pale tumuimbie. Kwa hiyo tunaenda kila nyumba ngongo,
bana sisi tunataka kwenda kurekodi nini, mnaenda kurekodi nini pale pale kabla huja press, yani sisi tushaanza. Basi kwa hiyo watu wanakusanyika, kwa hiyo ikawa kitu kizuri, tukakichanga, hela ikapatikana. Kwa tukatengeneza album, ikaenda kwa mam, tukafanya hivyo. Ndugu zangu wenyewe asilimia kubwa mara nyingi walikuwa wako Dodoma. Kwa hiyo mimi nikawa naenda, kuna watu yani nawatafuta sana, nataka nionane nao, wanamuziki, naenda kwenye studios tofauti, sababu Dodoma hakuna studios. Kwa hiyo Dodoma tu labda unafanya mazoezi, lakini kusema kwamba unataka kurecord au unataka kuonana na watu sio kivile sana, na kwa kipindi hicho especially kwa kipindi hicho kwa kuwa hakuna wadau wengi wa media kwa pale Dodoma. Kwa kaona okay, mimi nikawa niko na base sana huko, na nikawa nataka sana kuonana na watu tofauti. Sasa kipindi ambacho nilikuwa napeleka ile kazi ya kikundi ya Makola Hexagon. Lakini sasa katika baadhi ya watu wale wadau ambao nikipeleka wengi wakawa kwa mfano hii ngoma kali, ila hii ngoma nyingine hii ungeimba peke yako. Kwa hiyo ikaenda paka wakanibwana kama vipi wewe rekodi wimbo wa peke yako kwanza. Kwa hiyo ikaenda, nikawa niko kwa jamaa fulani J Silk. Kwa J Silk kuna kipindi akana nisaidia, tunapiga story pale, tunafanya mazoezi kwa J Silk. Mpaka mwisho wa siku nikasema okay, hapa mtu ambaye nataka kumuona alikuwa ni Dizo 1. Sasa yule Dizo 1 yule Dizo 1 kipindi alikuwa iko Magic. Kamfuata Dizo. Kwa Dizo yeye alipenda sana muziki, na yeye ndo alikuwa manager wangu wa kwanza. Yani alipenda sana muziki, akamwambia Ruta, yani wewe imba mwenyewe, yani imba mwenyewe. Mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2000, kama mwaka 2000. Muona bwana Ruta, wewe imba mwenyewe. Muona alikuwa anapenda kwanza nyimbo kama za kikundi, lakini baadaye sana ndo akaja kuona Ruta, kwa nini usiimbe mwenyewe? Muona imba mwenyewe. Kwa hiyo katika kutaka kuimba mwenyewe na imba pale, nyimbo asifanye vizuri. Mwisho wa siku, japo yeye ni manager, manage na alikuwa na wasanii wengine. Akaniambia Ruta, wewe inabidi umtafute Ruge. Umeona? Ukimtafuta yule, wewe nenda pale, afu mimi wasanii wengine wewe niache nao. Umeona? Sasa kwa kuwa hata na yeye, kwa sababu mimi nilikuwa namuona yeye, nilikuwa ndio nafahamu kuna manager wengine, nilikuwa namfahamu ndio Ruge kwamba anafanya hivyo na ana support wasanii. Lakini kwa kuwa naye yuko busy, nilikuwa najaribu sana kwenda pale kumwangalia, kila nikitaka kuonana, yani watu wako busy sana kitega uchumi pale. Kwa hiyo nikaona mbadala, kwa kuwa huyu huko Dizo pale nikienda na ameisha kuwa ni mtu ambaye nafahamiana naye. Kwa hiyo ina noma, hata hapa kwa Dizo haina noma tu. Umeshaelewa? Kwa hiyo akaniambia no, Ruta, mimi kuna kitu nimeona, wewe inabidi uende pale. Nikasema okay sawa. Kwa hiyo sana Dizo sasa manager yangu ambaye ndo namtegemea kwa kipindi hicho kananiambia hivyo. Inabidi niseme okay sawa, sasa hili jambo inabidi litimie. Kwa hiyo sasa mimi nikaa naenda kwenye interview siku hiyo, napita pale kitega uchumi. Nataka kumuona Ruge, lakini nimejaribu sana kumwangalia, si nimemkosa. Kwa hiyo nikaa nimekaa upande wa pili huko kuna kibanda. Okay, sasa baadaye nikaona gari inatoka hivi, gari ilivyotoka nikamuona ni yeye. Kwa hiyo tukagongana hivi macho kwa macho, lakini alikuwa yuko kama kwenye speed. Kwa hivyo kwenye speed mbele, kufika mbele akasimama. Akasimama alafu akaniita Bushoke, kwa sababu tulikuwa tushai kuonana sometimes studio kwa Bone Love. Tukatambuana, kaambia mimi naitwa Ruta B. Nilikuwa najitambulisha kama Ruta B. Wakati jina lako la kuzaliwa ni Ruta. Ni kifupi au ni kirefu? Kifupi ni Ruta. Kirefu ni Ruta Singwa. Hilo sio la yani hilo nilipewa tu na babu yangu nikiwa mdogo kama na miaka 5 hivi, nikutana na babu yangu mzee Bushoke. Kwa hiyo tukaa ndo alikuwa amekuja kutuona kipindi hicho, tuko wakubwa hivi tunajitambua. La kwenye passport ni? La kwenye passport natumia hilo Ruta. Okay. Kwa hiyo akasema ngoje niwape majina kwa sababu ametukuta mimi naitwa Yahaya. Yule anaitwa Arama, majina ambayo tumepewa na mama, na sister yangu anaitwa Salma. Kwa hiyo akatupa majina ya ubabu, akamwambia mimi naitwa Ruta Singwa, na ambayo bro wangu akapewa jina lake Mugisha. Tuko wapi? Kukutana na Ruge. Kwa hiyo sasa Ruge akasimama pap, kusimama akaita Bushoke. Nikamwahi pale. Kwanza nilishtuka, nikasema huyu jamaa mimi namtafuta muda wote. Alafu yeye ndo anashuka, yani ile pale break kasimamisha kweli ni mimi. Umeona, nikafika paka pale paka nikatetemeka.
nikamsalimia mambo vipi, akaambia nimekusikia kwenye interview Radio 1 uko unajua na Bakai Sadiki. Alafu nikamwambia Bakai Sadiki alikuambia? Nikamwambia lakini sikupata namba. Akaniambia basi poa, chukua namba yangu alafu nitafute. Nikasema isei. Safi sana. Umeona, nikaenda nikawaambia rafiki zangu bwana nimekutana na jamaa hapo kwa Jisilki ambao nilikuwa nashinda. Wakaambia kuondoka kufanya naye kazi. Sasa yule kwa sababu mimi muziki ambao nilikuwa naimba mimi kwamba R&B. Yaani nilikuwa napenda tu R&B na muziki ambao nilikuwa nasikiza sana ni R&B. Lakini muziki mwingine pia nasikiliza. Lakini nilikuwa naimba wakati yani naanza kuimba ni R&B. Kwa hiyo akaniambia Ruge yule anapenda muziki kama zuku hivi. Nikamwambia zuku mbona hizi tu, si mimi ninachoimba tu hapa napiga beat ya zuku. Wakaniambia basi wewe kama ukipata nyimbo ya zuku mbona hizi? Yaani huwezi amini kwa usiku huo hata rafiki zangu Nikamwambia bwana mimi na wimbo fulani wa zuku.